Lakini pia pointi nyingine, kuhani ni mtu anayetafuta kumjua Mungu wake na kutamani Mungu wake kujulikana na watu wengine. Kuhani, pointi namba 2 nimesema kuhani ni mtu anayesisitiza katika mapenzi ya Mungu mpaka yawapendeze wanadamu. Yaani kuhani yeye atang'ang'ana, atayasema mapenzi ya Mungu, atayalazimisha mapenzi ya Mungu kwa wanadamu mpaka wanadamu wayapende. You insist into the will of God. Unapoona unasisitiza mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako kwa watu wengine, wewe tayari umeshaingia kwenye viwango vya kikuhani. When you find that you have a passion in your heart to insist into the will of God, to reinforce the will of God to mankind until they find expression, wewe umealikwa, you have been invited into the dimension of priesthood. Actually, you have been ordained in a priesthood and a kingship. Umealikwa. Unapoona una msukumo wa Roho Mtakatifu ndani yako wa kusisitiza mapenzi ya Mungu kwa watu, kusisitiza mapenzi ya Mungu kwa wanadamu mpaka wayapende na yatokee, kwa maombi, kwa kufunga, kwa kumtafuta Bwana, kwa kuyazungumza, kwa kuyafanya kwa mali zako na nguvu zako, kwa uchumi wako, kwa elimu yako, mpaka mapenzi ya Mungu yatokee, wewe unatembea kwenye viwango vya kikuhani. Makuhani ni watu ambao wanamwakilisha Mungu. Kuhani ni mtu anayemwakilisha Mungu duniani. Kuhani ni mtu ambaye anayesema wakati Mungu mahali Mungu angetakiwa aseme. Kuhani ni mtu anayetetea imani katika Kristo. Kuhani ni mtu anayetetea imani yake. Kuhani ni mtu anayesisitiza kwa ajili ya Mungu, anayesisitiza mapenzi ya Mungu. Na kuombea kwa jina la Yesu, mwaka 2026 Mungu akupe neema ya kusisitiza mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako binafsi, kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, kwa familia yako, kwa majirani zako. Yaani usisitize mapenzi ya Mungu. Acheni dhambi, okoka, mpende Yesu, achana na dunia. Dunia inapita. Ukiona unasisitiza mapenzi ya Mungu kwa nguvu, ujue wewe umealikwa kwenye viwango vya kikuhani tayari. Nataka nikuambie, anza kuishi kama kuhani. Anza kutembea kama kuhani. Sisitiza mapenzi ya Mungu. Usikubali imani yako itukanwe wakati wewe ni kuhani. Mtafute Bwana. Omba Mungu mapenzi yake yatokee kwenye maisha yako, kwa watu wanaokuzunguka, kwa ndugu zako, kwa majirani, marafiki zako. Kuhani ataombea watu. Kuhani ataombea watu waovu, watu wenye dhambi. Kuhani atabeba mzigo wa kuombea wa ndugu zake ambao hawajaokoka. Kuhani atasisitiza mapenzi ya Mungu mpaka yatokee, kwa sababu kuhani ni mtu ambaye ana ukaribu na Mungu, ana taarifa sahihi juu ya Mungu, ana uelewa wa tofauti juu ya Mungu, ana maarifa ya Mungu, anamuelewa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ujai kuona mtu ambaye ameokoka lakini anakuwa against na mapenzi ya Mungu? Mtu ameokoka lakini anakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu mtu huyo